Ishi kwa ajili ya Mungu. Ishi kwa ajili ya Mungu. Warumi 12 mstari wa kwanza na kuendelea. Ishi kwa ajili ya Mungu. Warumi 12 mstari wa kwanza na kuendelea, 16, 17. Ishi kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema ishi kwa ajili ya Mungu, watu wengi tunaweza tukasema kwamba inatakiwa pengine nisifanye kazi, mimi niwe wakfu kwa ajili ya Mungu. Hapana. Ninaposema ishi kwa ajili ya Mungu, ni lazima ujue mtu ambaye anaishi kwa ajili ya Mungu, vipaumbele vyake ni vitu gani, namna zake zote za kuishi zikoje. Kuishi kwa ajili ya Mungu ni kukataa uovu. Kuishi kwa ajili ya Mungu ni kukataa namna za dunia zote. Kuishi kwa Mungu ni kutokuambatana na mabaya. Kuishi kwa Mungu, mtu yoyote atakayetaka aishi kwa Mungu ni lazima ajiwekee mikakati ya kutoendana na ulimwengu. Mtu yoyote au mshirika yoyote ambaye moyo wake ndani umezamilia kwamba mimi naamua kuokoka, nataka niishi kwa Mungu, ni lazima namna zake za maisha zisiambatane kabisa na ulimwengu. Sisi tumekuja hapa tunapapasa, tunatafuta kwamba namna zetu za ulimwengu, namna zetu tulizo nazo, kumekucha. Kuishi kwa Mungu ni kukataa kuendana na ulimwengu na vitu vyote na namna zote chafu. Hapa nitazungumzia pengine kitu kidogo ambacho pengine walokole wengi au sisi tuliookoka wengi, hiyo kitu ni lazima au ni mara kwa mara watu wako na. Ni kweli mtu amefunga, lakini akipigiwa simu anaongea uongo. Kabla hajaongea uongo kwa ajili ya kumdanganya mtu, anajiambia yeye mambo ya uongo. Unapozamiria kumwambia mtu kitu cha uongo, kabla hujamwambia, jua wewe kwanza umeamua kujidanganya, kujiambia huo uongo ili umfikishie mtu. Kuishi kwa Mungu ni kuamua maisha yako yote, akili zako zote, kukataa namna za dunia, kuzipinga namna zote za uovu, ambapo najua kabisa hizi lazima zitaleta madhara kwenye maisha yangu. Unaposema naishi kwa Mungu, ni lazima uangalie maisha yako ya nyumbani yakoje. Unaposema mimi ni wa Bwana, sio kwamba utakuwa wakfu tu hapa. Unaweza kuwa wakfu hapa usiende kufanya chochote, lakini namna za ulimwengu bado ukawa nazo. Sisemi usiwe wakfu kwa ajili ya Bwana. Nazungumzia namna zako zote ziambatane na maisha unayoyataka. Tabia zako zote zifocus jambo moja ambalo unajua kweli kazi nitafanya, lakini mimi kama mimi naamua kugeuka serious. Naamua kubadilika serious. Cha kwanza kwa mtu aliyeokoka, lazima angalie maisha yake ya nyumbani yanaendaje. Sisemei mambo ya utajiri. Watajiri wako na wana maisha ya hovyo. Ni heri masikini anayemjua Bwana kuliko tajiri mpumbavu. Namna zako za nyumbani utaziangalia. Je, mimi naishije na wale watoto? Je, mimi hata watoto wakikosea na waonya? Hao watoto wakivurugika na wapanga? Mimi mwenyewe naishije na mume wangu kule nyumbani? Usije ukasema wokovu ni mbele kwa mbele, hapana. Kuishi kwa ajili ya Mungu ni lazima kukutofautisha na washirika. Kuishi kwa Mungu ni lazima kukutofautishe na ndugu zako. Kuishi kwa Mungu ni lazima kukutofautishe na rafiki zako.
Mtu yoyote aliyezamiria kuokoka ni lazima awe tatizo katika kanisa. Watu wengi hatutamuelewa, tutamuona anajifanya, anajidai ili amezidisha. Yeye hawezi kumechi katika yale maovu mnayoendelea nayo. Mtu ukiamua kwa moyo wako, kwa kuzamiria kwamba mimi nataka niishi maisha ulokole, niishi maisha imani, lazima ujikatae wewe. Lazima mimi nianze kujikataa. Lazima mimi nianze kuwa kikwazo. Yaani tusipotafuta kuishi kwa Bwana, basi tutakuwa watu wa kawaida. Ukitaka uishi kwa Mungu serious, lazima hapa kanisani utakuwa kikwazo kwa wengi. Kwa sababu wewe umeepuka mambo mengi ambayo sisi pengine tunayapenda. Wewe utaongea uongo, mimi sitaongea uongo. Wewe utamchukia mtu, mimi sitamchukia. Ni lazima hatutamechi. Pengine wewe ufuate kwenye kanuni nitakayotaka mimi, au ufuate kwenye maisha nitakayotaka mimi niishi nayo. Unapotaka kuishi kwa Mungu, lazima ulimwengu ukatae namna za ulimwengu zote, ukiwemo uongo, ukiwemo ukorofi, ukiwemo hasira, tabia zote hizo. Ukizikumbatia ukasema haka ni kadogo tu, mimi nimeokoka bwana. Uongo sio shida. Nakwambia uongo si jambo zuri. Tunasoma habari za Adamu na Eva, nyoka alimdanganya na yeye akaenda kudanganya kule. Kuishi kwa Mungu lazima kukutofautishe na washirika wenzio. Ili uwe wa tofauti, manake lazima ufanye vitu vya tofauti ambavyo tukikuangalia tutaendelea kukutamani. Tusipotamaniwa, manake tabia zetu haziwavuti watu. Mimi kama unitamani, manake sasa maisha yangu hayakuvuti. Lakini kama nataka kuishi kwa Mungu, maisha yangu yatakuvuta. Na sitakulazimisha kwamba naomba wewe unikubali. Sitasema ndugu mimi naomba unielewe, hapana. Njia zangu zile zitakuwa kivutio. Maisha yangu yale yatakuwa kivutio. Ukitaka kuishi kwa Mungu, angalia maisha yako ya nyumbani unaishije. Angalia maisha yako ya kazini unaishije. Angalia maisha yako yote unaishije, unasemaje. Ni vitu vidogo sana. Kwa mfano tukizungumzia habari ya uongo, ni kitu kidogo sana. Unakuta mtu ni kweli yuko mlimani siku 3, lakini jambo la uongo ni liko ndani na bado utalisema. Yako mazingira mengi yanayoleta utata, kuonekana kwamba sisi kwa nini hatujai kwa Mungu. Ni kwa sababu unakuta liko neno uongo ndani. Atanipigia mtumishi Zawadi simu, mimi nitamwambia samani mtumishi, siko nyumbani lakini niko nyumbani. Au niko njiani nakuja lakini siko njiani. Niko navaa nguo inajua nitawahi, nitakimbia, nadanganya, naongea uongo. Huko ndiko kuifuatisha dunia. Tusije tukasema kuifuatisha dunia ni kuvaa vimini tu. Kuifuatisha dunia ni kuvaa mawigi tu, hapana. Kuifuatisha dunia pengine ni kunywa denge, hapana. Kuifuatisha dunia ni kuishi kinyume na mapenzi ya Mungu. Kuifuatisha dunia ni kutembea kwenye njia mbaya ambazo kwazo tumekatazwa. Ukitaka uishi kwa Mungu, lazima ujikatae. Lazima uwe kikwazo kwa wenzio. Kwa sababu atakuangalia, atasema huyu mtu yeye anaishije, mbona anajidai sana, anajisikia. Ni heri ujisikie ukiwa na Bwana kuliko ukajisikia ukiwa na mali, kuliko ukajionea fahari kwa sababu ya watoto. Hicho kitu hakina faida yoyote. Faida iko kwa Bwana tu. Tuombe, tufunge hapa siku zote. Kuishi kwa Bwana kama tunataka, lazima tuanze kujikinai sisi wenyewe. Lazima tuanze kujipeleleza. Lazima tuanze kujikataa bila kujionea aibu. Kwa sababu watu wengi wanaogopa kusema maovu yao. Wanasema nitaaibika mbele za watoto, au
atanionaje? Au mume wangu atanionaje? Usijionee aibu. Udhaifu ni udhaifu, dhambi ni dhambi tu. Hakuna haja ya kuionea aibu, hakuna haja ya kuifunikia. Kama umedanganya, sema nimedanganya. Kama umeharibu, sema nimeharibu. Huko ni kujihurumia. Lakini ukisema kwamba mimi hapa nimeongea uongo, kwa hiyo hapa nimejihurumia mimi, haujajihurumia, umejiua. Unapofanya mambo mabaya kwa siri, tunajiua na sio kwamba tunajihurumia. Kujihurumia ni kujiweka wazi maisha yako. Kutafuta uzima ni kuongea ubaya wa maisha yako. Kabla hujaambiwa na mchungaji, wewe mwenyewe lazima ujipekenyue. Kabla hujaambiwa na mhubiri hapa, lazima akili zako ziseme, wewe Mungu, mimi kanisani naenda kufanya nini? Mimi pale ninaomba kitu gani? Bwana, naomba unisaidie nitoke katika tatizo hili. Ukiamua kutembea kawaida, tutakuwa watu wa kawaida, tutatofautiana kuomba tu. Tutakuwa kama madhehebu ya Moravian, kwa sababu namna zote za dunia tuko nazo. Tulivyo tofauti sisi hatuvai vimini, tulivyo tofauti sisi hatuvai mawigi, hatuvai majisi, tumevaa sare. Sare hii itupe hukumu ndani kwamba kiko kitu cha thamani tunachokitafuta. Liko jambo jipya ndani yetu ambalo tunasema Bwana ndilo lililosababisha sisi tuvae haya, sisi tubadilike kuja kanisani kwa sura hii. Maana yake haikuwa kawaida ya maisha yetu. Nasema kwamba haikuwa kawaida ya maisha yangu, haikuwa kawaida ya maisha yangu. Ni lazima usijionee huruma. Ni lazima ukitaka uishi kwa Mungu, uzikatae namna zote zilizo mbaya ambazo kwazo watu waliumia. Moja baada ya nyingine, anza kuugua nayo. Kimoja kimoja kibebe, anza kuugua nayo. Tusizoelee wokovu, watu wa Mungu. Baba yetu yuko mafichoni, itafika wakati kufa nitakufa mimi.